nikawa na hasira, umenifahamu, nikahisi tu kwa sasa hivi nina hasira, nitajizuia kuto kuzungumza na mtu, nitajiondosha mahali ambapo nimesababishiwa hizo hasira, nitajizuia kuto kufanya kitu ambacho baadaye nitakuja kujilaumu kama kwa nini nimefanya. Ndivyo maana yake ni hivi, ustawi wangu wa afya ya akili uko sawasawa, nimeweza kutambua hisia zangu. Utambuzi wa nini? Wa hisia. Na masuala yote ya afya ya akili na ya kisaikolojia tunadili na vitu vitatu au kama vinne, tunavigawagawa hapo, vinafika 4 5, lakini asilimia kubwa ni vitatu. Cha kwanza tunaangalia hisia, unaelewa? Tunakuja tunaangalia tabia, matendo, sawa alafu tunaangalia uwezo wa kufanya logic and reasoning, uwezo wa akili tu wa kawaida wa kuwa na logic and reasoning, sawa. Kwa hiyo afya ya akili tutaiangalia katika sehemu kuu ngapi? Hisia, tabia na uwezo wa akili timamu kufanya logic and what? And reasoning. Tabia yake ndio itatuambia mtu alivyo, sio vile alivyojitambulisha. Tabia tunaangalia kwenye nini? Ni actions. Behaviors are actions. Umeelewa? Namna utakavyotembea, namna ulivyovaa, the way you carry yourself, the aura, the stamina. Umenifahamu namna utakavyokula. Umenifahamu? Hiyo ndio tabia, alafu huyo sasa ndio wewe. Kwa hapa mlivyojitambulisha, mimi sijui naitwa nani, huyo sio wewe. Mimi nitawajueni ama nishawajueni kupitia vile vitu ambavyo ni uncontrolled, ndio tutakujua who are you. Mnanielewa wapenzi? Mmeanza kunielewa? Kwa sasa hivi concept ya afya ya akili mmeijua. Sehemu ya tatu ni logic ama reasoning. Mmenielewa? Mshawahi kusikia mtu amebaka mbuzi? Hivi unafikiri katika vitu vitatu hapo sehemu gani haiko sawa sawa? Logic, si ndio Mkufunzi amewasaidia logic. Maana yake ni nini? Huyo mtu ameshindwa kufikiria kwa kina, kufanya maamuzi sahihi, lakini pia hana uwezo wa kufanya utambuzi wa baadhi ya vitu. Hisia zake pia hajaweza kuzitambua kwamba inabidi hizi hisia zioanishe na mwanadamu mwenzake, akaenda kuzioanisha na mnyama. Mmenielewa Yes. Kwa katika afya ya akili vitu vitatu tunaviangalia, ambavyo kwenye hii sasa logic and reasoning kuna id ego na super ego, ambavyo hivyo sasa katika maisha ya mwanadamu, na wapeleka haraka ila mtanielewa. Katika maisha ya mwanadamu iko hivi. Id anaweza akakwambia hapa, kwa mfano sasa hivi, au tusiatolee mfano wa hapa. Id anaweza akakwambia najua hii pia huwa inatokea. Umefika kwenye friji, umeshafungua, ulichokuwa unakihitaji kinakuhitaji ufanye kitu kingine, either ufate glasi, kikombe, ufanye matumizi ya kile kitu unataka kutumia, au umekutana tu na kitu Id anakwambia tia kidole, kula, au chukua hiyo chupa ya maji, kunywa kama yalivyo kwenye jagi au kwenye chupa, ambayo hiyo pia wengine huwa wanatumia. Id anakwambia fanya, kuwa ni mtu, kwani si mara moja tu hivi utoke hapa uende mpaka kule urudi, waste of time. Ego atakwambia sio sawa, hiyo iko vizuri, itakuwaje mtu akikuona. Yule mwingine sasa anakuja either kukukataza completely ama kukuruhusu completely. Umenielewa? Kuna mmoja atakwambia no. Tunakuja sasa kwenye ile super ego, tunaangalia akida, yani taratibu. Kama ni mtu ambaye wa kufuata mila, misingi, ndio utarudi, imani yako inakutuma ufanye nini. Ndio kama huna imani ndio basi, umenifahamu Kwa hiyo imani itakwambia hapana, hiyo haiko sawa. After all, huwezi ukanywa maji ukiwa umesimama. Kwa pia haiko sawa sawa. Kachukue kikombe uje umimine ya maji, ukae sehemu utulie unywe. Umenifahamu Au chukua hiyo chupa, nenda nayo, kaa chini, tulia, unywe. Sasa
watu wengi huwa wanaishia hapo katikati, kwa sababu kwenye super ego hatuna misingi, na ni misingi, ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi ambayo watu wengi wetu hatuna. Tunamjua kwa kumtaja na kumswalia, lakini hatufati namna yeye alivyokuwa akiishi, ama hatufuati namna alivyofundisha Waislamu wa umma wake wafanye, si ndivyo Kwa kwenye afya ya akili, si kwamba ni vitu ambavyo sisi tumeenda kuvisoma vya kizungu pekee, hapana. Hata kwenye Qur'an pia vimefanya nini, vipo, kwenye hadithi zipo, na katika namna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoishi, unaona kabisa kuna shaksia namna mtu anatakiwa aishi. Ukiileta katika ulimwengu wa leo, wazungu ndio wanavyokuambia this is a proper lifestyle for having a good mental health. Mmenifahamu?